Karibu, hii ni historia kweli yenye kusikitisha sana na yenye mafunzo katika maisha yetu, hususan kwa wale ambao wanakaa na wafanyakazi. Basi naomba unisikilize kwa makini juu ya story hii imuhusuye binti huyu aliyepata matatizo mengi kutokana na bosi wake. Karibu sana tusikilize simulizi hii. Ndugu mpenzi msikilizaji wa simulizi zangu, leo nakuletea simulizi nzuri inayomhusu binti mmoja ajulikanaye kwa jina la Kibena. Kibena anatokea mkoa wa Morogoro, sehemu moja ijulikanaye kwa jina la Matombo. Kibena wazazi wake walifariki kwa ajali, yaani waliliwa na simba walipokuwa wakitoka huko mashambani. Walikutana na kundi la simba likielekea mawindoni, hivyo simba wale waliwajeruhi na kuwaua wazazi wa Kibena. Wakati huo tukio hilo linatokea, Kibena alikuwa amekwenda shuleni, na aliporudi alikuta watu wengi wamejaa nyumbani kwao, na baada ya kuuliza akaona kila mtu anampa pole Kibena. Hivyo Kibena alidondoka kwa kusikia wazazi wake wamekufa kwa kujeruhiwa na kuliwa baadhi ya viungo na simba hao. Kibena upande wa mama yake walizaliwa wawili tu, mama yake na Kibena pamoja na kaka yake, yani mjomba wake na Kibena. Na kwa upande wa baba, Kibena alikuwa ana baba mmoja tu, yani baba yake, na Kibena alizaliwa peke yake katika familia yake. Wazazi wake na Kibena waliacha mapori mengi huko Matombo, Morogoro, na baadhi ya mashamba ya mipunga, ambayo mashamba hayo ndio waliokuwa wakialima. Na mwishowe wakati wanarudi wakakutana na ajali hiyo ya kukutwa na simba ambao walikuwa wakielekea mawindoni. Basi baada ya msiba huo, Kibena alikuwa mwenye kuhuzunika sana. Na Kibena alipomaliza darasa la 7 alibaki tu pale kijijini katika ile nyumba ya mama yake na baba yake. Hivyo alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana, na mara nyingi ububujikwa na machozi mara tu anapokumbuka baba yake na mama yake, kwani Kibena naye alizaliwa peke yake kwa wazazi wake. Basi Kibena bwana alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana muda wote. Alikuwa akilia na kuhuzunika. Basi mara kidogo mjomba wake siku hiyo alikuja kumtembelea pale Kibena nyumbani, kwani hawakai mbali. Ni kama unavyojua vile kijijini nyumba huwa zinaangaliana. Basi alikuja kumtembelea Kibena na kumwambia kwamba, Kibena mwanangu, mpo wangu Kibena, kuna rafiki yangu mmoja amenipigia simu kutoka Dar es Salaam. Kuna mdada mmoja anatafuta kijana wa kazi za ndani. Je, uko tayari kwenda? Kibena akamwambia, ni kweli, hakuna shida mjomba, mimi nitakwenda kupambana, na Mungu atakapojali nitarudi ili nipate kuendeleza mashamba ya wazazi wangu. Basi mjomba wake akampigia simu yule jamaa, na jamaa akatuma nauli na kumfanyia mipango Kibena kuelekea katika jiji la Dar es Salaam. Kibena alipofika Dar es Salaam alipokelewa kwa bashasha zote na yule bosi. Yule bosi aliyekuwa na nyumba nzuri na magari na mali nyingi sana ambazo aliachiwa na mume wake, ambaye naye mume wake alikuwa amefariki kwa ajali ya gari. Basi bosi yule wa kike alikuwa akiishi yeye na watoto zake na baadhi ya wadogo zake pale nyumbani kwake. Hivyo Kibena alikwenda pale kama mfanyakazi wa ndani. Basi Kibena alipofika, kwa kuwa ni binti ambaye ana uchungu sana juu ya wazazi wake waliopotea,
Alihakikisha kwamba anafanya kazi kwa jitihada zote na kuhakikisha kwamba malengo yake yanafikia kama ambavyo yeye mwenyewe ameyapanga. Basi mambo yakaenda hivyo. Kibena alikuwa ni mchapakazi sana. Kibena alikuwa anaamka mida ya saa 9:30 usiku na kuanza kufanya kazi ndogo ndogo za jikoni na kujaza maji kwenye matenki na kufanya kila kinachohitajika katika nyumba ile. Na wakati mwingine mpaka inapofika saa 12 kamili, Kibena anakuwa tayari amekwisha andaa breakfast kwa ajili ya bosi wake na familia inayoishi hapo. Basi Kibena alikuwa hivyo na alijua majukumu yake. Kibena kabla ya kulala, Kibena huhakikisha kwamba kila chombo kilichotumika kwa chakula na jambo lolote lile, basi anahakikisha anasafisha na kibaki kuwa kisafi, ili anapoamka asubuhi aendelee na kazi zingine za kupiga deki na mambo mengine. Kikweli Kibena alijitambua juu ya kazi yake. Basi maisha yalikwenda hivyo. Lakini Kibena alikuwa na malengo makubwa sana juu ya maisha yake, kwani alikuwa amefiwa na wazazi wake wote wawili ambao waliliwa na simba. Hivyo Kibena mara nyingi akifikiria, basi hujikuta tu anatokwa na machozi makali sana na kusikitishwa sana kwa yale ambayo yamemkuta. Basi hali ikaendelea hivyo. Siku moja Kibena alikuwa anapiga hesabu zake juu ya mshahara ambao anapewa na bosi wake. Bosi wake na Kibena alikuwa anamlipa Kibena shilingi 50,000 kwa mwezi. Lakini 50,000 hiyo alikuwa ampi cash. Alikuwa akimwambia kwamba nakuwekea, mara utakapotaka kurudi kwenu basi nitakukabidhi pesa yako yote. Basi Kibena hakuwaza kurudi nyumbani kwa wakati huo, kwa sababu alikuwa ana malengo yake ya kukaa miaka kadhaa hivi ili apate pesa yenye kukidhi na anaporudi Morogoro ili akaendeleze mashamba ya wazazi wake. Basi Kibena mshahara wake ulikuwa shilingi 50,000, lakini Kibena alifanya kazi ndani ya miaka 3 hivi. Na alipofanya kazi ndani ya miaka 3, Kibena alitakiwa apokee kama shilingi 1,000,000 hivi na 800,000. Lakini Kibena alipopiga hesabu hiyo akaona pesa hiyo ni ndogo, haiwezi kumkizi kule kufanya mapalizi ya shamba zile ambazo wazazi wake waliziacha. Hivyo Kibena alifanya kazi ndani ya miaka 5 na katika targeti ya Kibena alikuwa apate shilingi 5,000,000 katika ile pesa. Kumrazi apate shilingi 3,000,000, kwa sababu Kibena alikuwa analipwa shilingi 50,000 na ukizidisha 50,000 mara mwaka ni 600,000. Ndani ya miaka 5 tunapata shilingi 3,000,000. Hivyo hicho ndicho Kibena alikiplani, na hiyo pesa aliplani arudi nayo nyumbani kwao kijijini uko Matombo ili akaendeleze shamba alizoachiwa na wazazi wake. Basi Kibena alikuwa anafanya kazi kwa juhudi sana, huku akimwomba Mola wake malengo yake yatimie. Ulipofika muda sasa wa miaka hiyo ambayo Kibena aliplani, alijaribu kuongea na bosi wake na kumwomba kwamba, bosi wangu, mimi mwakani mwezi fulani nataraji kurudi nyumbani, hivyo nakuomba ujitahidi bosi wangu, unitolee pesa zangu zile ambazo nimefanya kazi ili mradi nirudi nyumbani nikapambane na maisha yangu, kwani sasa hivi nimekuwa ni binti wa makamo ambaye nahitaji pia niwe na familia. Halafu wazazi wangu wameniachia kule kibanda ingawa cha nyasi, lakini nikakiboresha zaidi
na niendelee na maisha. Basi bosi wake, kwa kuwa alikuwa anamjua Kibena, alikuwa ni kama burudoza hivi, maana alikuwa anafanya kazi mpaka anapitiliza. Kibena alichakula mpaka hakikisha familia yote ya bosi wake imekula, yeye ndio hula kile cha mwisho kilichobaki. Kibena alikuwa hataki kuona nguo chafu ndani. Kibena alikuwa hataki kuona nyumba iko chafu. Kibena alipambana kwa hali na mali kuhakikisha analala muda mchache kwa muda huo nilokuambia. Nimekwambia Kibena huamka saa 9:30 alfajiri, na mpaka kulala kwake hulala saa 6:30, wakati mwingine hufika saa 7. Hivyo Kibena hulala masaa machache sana, lakini mida yote hiyo Kibena anakuwa yuko busy na kuhakikisha kwamba bosi wake hatii lawama hata sehemu moja. Basi maisha yaliendelea hivyo kwa Kibena, na Kibena hayo ndiyo yalikuwa maisha yake ya kazi za ndani. Basi alimwambia bosi wake kwamba, bosi, mimi kwa miaka hii nilokaa naona sasa inatosha, unipe pesa zangu ili nipate kwenda nyumbani. Basi wakati huo bosi wake alikuwa anamnyima sana kuwasiliana na mjomba wake, hivyo Kibena hakujua chochote kinachoendelea huko kijijini. Kumbe bwana, mjomba wake yule na Kibena alikwisha fariki, hivyo ilikuwa ni ngumu sana Kibena kujua, na bosi wake alikuwa anajua kwa sababu aliyemtafutia kazi Kibena aliongea na mjomba wake na ndiye alimpatia kazi Kibena. Lakini ilipopigwa taarifa ya simu kwamba mjomba wake Kibena amefariki, ilipigwa moja kwa moja kwa yule aliyemtafutia kazi Kibena, na yule jamaa alimpigia bosi wake na Kibena na kumwelewesha kwamba mjomba wa Kibena amefariki. Hivyo yule bosi hakumjulisha chochote Kibena kwamba mjomba wako amefariki au la. Hivyo alinyamaza kimya, na alipoulizwa na yule mkaka akamwambia Kibena amekwisha safiri kwenda Morogoro. Kwa kuwa yule kaka hakuwa na udugu na yule mjomba wake na Kibena, ila walikutana tu siku moja wakapeana namba za simu, hivyo wakawa wanawasiliana. Basi mjomba wake na Kibena amefariki kule kijijini, hivyo Kibena kule kijijini amekuwa hana ndugu, ila kuna majirani tu ambao wanamfahamu Kibena. Basi Kibena alipofika muda huo alikuwa hajui lolote lile kuhusu mjomba wake. Alimwambia bosi wake kwamba mimi nataka nirudi kijijini nikaendelee na maisha ambayo nilikuwa nikiishi awali, kwa sababu umri wangu sasa umefikia, nahitaji niwe na maisha yangu. Yule bosi akamwambia, sawa Kibena, nimekuelewa, usiwe na mashaka. Utakapoona sasa wakati wako wa kurudi umefikia, basi utanambia. Kibena akamwambia, nimekwisha kuambia na kuomba tu ujiandae ndani ya miezi 2 hii ili nipate kurudi nyumbani. Basi Kibena akawa anaendelea na kazi zake. Kama nilivyokuambia, Kibena alikuwa ni mchapakazi sana. Ni binti ambaye anafanya kazi kwa uchungu sana kwa sababu wazazi wake walifariki kwa kuliwa na simba. Basi Kibena alikuwa anasubiria. Mwezi ulipopita, ulipokaribia mwezi wa 2, Kibena alikuwa na furaha sana kwa kuona sasa narudi zangu Morogoro Matombo kwenda kuendeleza mashamba ambayo wazazi wangu waliacha nikiwa mdogo. Hivyo kwa sasa na hizi shilingi milioni 3 zangu naona nitaenda kufanya kitu ambacho kiko bora zaidi. Basi kumbe yule boss bwana ana roho mbaya sana. Alikuwa anaziweka zile pesa za Kibena, lakini anafanyia mambo yake mengine kabisa. Basi ilipofika siku mahsusi kabisa Kibena kesho yake anataka kuondoka, yule bosi akaanza kumwambia Kibena na kumbadilikia kwamba wewe umekuja hapa kama moja, leo hii umenenepa,
una sura nzuri, unanukia, eti unahitaji mimi nikupe pesa. Je, na ugali wangu uliokuwa unakula hapa utanilipia wewe? Kibena akamwambia, kweli bosi unachosema, lakini sio mapatano yetu. Mapatano yetu kwamba mimi nifanye kazi za ndani, utanipa chakula na kila kitu, na mshahara wangu wa shilingi 50,000 utakuwa ni pale pale. Basi yule bosi, kwa kuwa alikuwa na mali nyingi, yule bosi wa kike aliachua maduka, magari, maroli barabarani, maduka makubwa ya simu, maduka ya nguo, maduka ya nafaka na kadhalika, na majumba mengi tu. Lakini yule bosi alikuwa na roho mbaya sana. Hivyo basi alimjibu Kibena kwa jeuri zote kwa kumwambia, nenda kokote pale utakapoona wewe kunafaa kwenda kushtaki, lakini sikupi shilingi 10. Ukitaka utabaki kuendelea kufanya kazi, utaki utafute sehemu ya kwenda kuishi. Hapa mimi sikupi hata shilingi 100. Kibena alivyoambiwa vile alisikitisha sana. Alisikitika na kuanza kulia. Kibena alibubujikwa na machozi na kumkumbuka mama yake na baba yake. Kibena alihuzunishwa sana kwa kauli ya bosi wake na kuona kwamba sasa mimi nateseka kwa mara nyingine. Kibena alilia sana na akamwambia bosi wake kwamba, bosi, hiyo mimi ni haki yangu ambaye nimeitumikia kwa hali zote zile. Kwa nini utaki kunipa nipate kurudi nami nyumbani kwangu nikafagirie makaburi ya baba na mama? Bosi wake akamwambia, utajua mwenyewe, kama baba yako na mama yako walikufa, mimi inanihusu nini? Wewe nenda, kama utaweza sehemu yoyote kaombe, aidha ukaombe kokote pale kwenye nyumba ya ibada wakupatia hiyo pesa ili uondoke, lakini mimi sitoi hata shilingi 10 kukupa wewe, kwani ulikuja hapa ujui hata kukogea sabuni ya kukogea. Ulikuwa unakogea sabuni ya kufuria hapa, lakini wewe mimi nimekupa sabuni ya kukogea. Ulikuja hapa ujui hata kula kuku wewe, lakini hapa umekuta kuku, samaki na kila kitu. Hivyo unahitaji mimi nikulipe nini? Yule bosi wake na Kibena alikuwa akiongea kwa jeuri sana na kujiona kwamba yeye ndiyo kila kitu, na kwa kuwa alikuwa na mali, hivyo zilimtia kiburi kikubwa kabisa. Basi Kibena hali ile ilimhuzunisha sana. Akaendelea kumwaga machozi na kusikitika Kibena juu ya pesa yake ambayo ameifanyia kazi takriban miaka 5. Hivyo sasa anahitaji pesa yake ili aondoke. Basi yule bosi anamjibu nyodo na kiburi kikubwa kabisa. Kibena akamwambia kwa mara ya mwisho yule bosi, bosi wangu, nakuomba nipatie hiyo pesa, kwani nami nina malengo yangu, na ndio maana nilikuja kufanya kazi hizi, na nilifanya kazi nilikuwa nalala masaa 2 tu mimi au 3. Muda mwingi nilikuwa nakutumikia. Kwa hiyo sasa hivi nimeshakuwa binti ambaye nahitaji niwe na familia, hivyo nahitaji nirudi kwanza nyumbani nikajue nini kinachoendelea. Basi yule bosi alimwambia Kibena, ukiendelea kuzungumza maneno yako hayo ya kipumbavu, nitapiga simu polisi sasa hivi, wakukamate wakutie ndani, alafu niwaambie kwamba umeniibia shilingi milioni 10, wakupe misalala, alafu ili ujue dunia ikoje. Kibena akamwambia tu bosi wake kwamba katika haki yangu hilo mimi si tatizo. Kama utaamua kunitesa kwa jasho ambalo nimetafuta mwenyewe, basi mimi sina neno, ila Mungu atanilipia juu ya hilo. Basi Kibena akawa na bubujiko na machozi na kulia. Yule bosi akapiga simu polisi, ikaja defender pale, na yule bosi akawaambia kwamba mkamateni huyu, amepoteza pesa yangu mundani, sijui ameiba ameweka wapi. Afande akamuuliza shilingi ngapi, akamwambia milioni 15. Basi askari walimbeba Kibena mzoba na kumuingiza katika defender hiyo na kumpeleka huko polisi. Then yule bosi akawapigia simu askari kwa kuambia kwamba mumbane vizuri na mumtese ili ajue dunia ikoje. Maskini ya Mungu, wale askari
hawakujua chochote kinachoendelea, kwamba Kibena anadhulumiwa haki yake. Basi walifanya kama ambavyo bosi aliamuru. Walimtia masarala kwa kuwa walishapewa pesa. Basi walimpiga sana Kibena. Kibena kwa mara ya kwanza tangu azaliwe kutoka tumboni kwa mama yake anaonja mabusu Kibena kwa haki yake mwenyewe ambaye ameitolea jasho lake. Basi Kibena amepigwa sana na askari. Amepigwa sana kwenye miguu, amepigwa sana kwenye mgongo, mwili wake wote umeota alama. Huku akiojiwa na wale askari kuambia kwamba iko wapi hiyo milioni 15, umepeleka wapi? Kibena alisimamia msimamo wake kwa kusema kwamba na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu sijachukua hata shilingi 10 kwa yule mama, isipokuwa mimi ndiye namdai na amenambia hataki kunipa. Na simdai pesa nyingi, mimi namdai milioni 3 tu kwa mali alizonazo yule mama, siwa kunidhulumu mimi pesa hii ndogo sana kwake. Askari wakamwambia, wewe ni mwongo, mbona bosi wako anasema umeficha milioni 15? Utatuambia iko wapi? Basi Kibena akaendelea kupigwa kisago cha nguvu sana. Kibena kisago kile kilimuumiza sana. Hivyo Kibena alijikuta yupo katika wakati mgumu sana na kujiona anabubujikwa na machozi muda wote. Basi baada ya kumtesa kwa muda mrefu sana, Kibena aliumia sana, na yule mama akapiga simu akamwambia, basi kwa mateso mlompa yanatosha, naomba mrudishe tu nyumbani aje, najua hataweza tena kusumbua. Basi wale askari wakamrudisha Kibena mpaka nyumbani kwa yule mama, na Kibena alikuwa ameumia mwili mzima kwa kuteswa na mateso ya maaskari kule polisi alipokuwa. Lakini Kibena alikuwa akibubujikwa na machozi na kuomba na kumwambia yule bosi kwamba naomba haki yangu, ni haki yangu mwenyewe ambayo nilipambana kwa jasho, naomba unikabidhi haki yangu. Yule bosi akamwambia, hivi wewe ni binadamu wa aina gani? Wewe ni jiwe ama kokoto ambalo halina maumivu? Kupigwa kote ulikopigwa bado unataka haki yako? Hivi kweli una akili timamu wewe? Maneno yale alikuwa akiyasema bosi wake na Kibena, huku akimtisha Kibena. Kibena akamwambia, unachosema ni sawa, lakini mimi ni haki yangu ambayo nimeitolea jasho, hivyo naomba unikabidhi. Yule bosi akamwambia, nadhani wewe unitambui mimi vizuri. Sasa awamu inayofuata ndio utajua dunia ikoje. Endelea kudai hiyo haki yako. Basi Kibena akalala pale nje kabisa. Kulikuwa na kuna uzio na geti, lakini pale kuna mti mkubwa ambao una kivuli mwarobaini. Kibena alitoka pale, alichukua jaketi lake na kujifunika na kulala huko akibubujikwa na machozi. Yule bosi akawa anawaambia familia yake, mwacheni alale nje, mshenzi tu huyo, ana thamani yoyote. Kwanza kwao ni maskini tu huyo, hana lolote ambalo anatunufaisha sisi. Tulikuwa tunampa tu gari hapa, anatuoshia vyombo na nini, eti anataka nimpe mshahara wake, sitoi hata shilingi 10. Basi Kibena alikuwa akilia pale katika mti na akiwaza sana, akimwaza baba yake na mama yake. Hivyo Kibena alijikuta anawaza hivyo mpaka usingizi ukamfikia. Basi Kibena alipofika asubuhi, yule bosi akaondoka na gari yake kuelekea kazini. Kibena akaendelea kukaa tu pale chini ya mti huku akiomba kwa Mola wake, Mola wangu, nimekosa nini mimi? Wazazi wangu wameliwa na simba. Mimi nimekuja huku kutafuta kibarua. Nimepewa kibarua hiki ili mradi nipate pesa na mimi nikaanze maisha yangu. Leo hii nadhulumiwa haki yangu. Bosi wangu, Mwenyezi Mungu, nakuomba bosi wangu, Mwenyezi Mungu, wewe ndio kila kitu changu. Wewe ndio Alfa na Omega. Wewe ndio uliumba dunia. Wewe ndio uliumba umaskini na utajiri. Basi Mwenyezi Mungu, nakuomba nisimamie juu ya haki yangu.
Kibena alikuwa akizungumza maneno hayo huku akiwa juu ya mti, chini ya mti pale akibubujikwa na machozi. Kibena alikuwa akilia machozi mpaka yanakauka kabisa, yanashindwa kutoka, lakini Kibena macho mpaka yamekuwa mekundu. Mara kidogo yule bosi akawa anarudi sasa kutoka kazini, akamkuta Kibena bado yuko pale na hajala chochote kile tangu asubuhi. Yule bosi akaingia ndani, hakuona thamani yoyote ya Kibena, akamwacha tu pale. Akawaita watoto zake, akawaambia, unajua huyu anataka kunichulia tu mimi hapa, hebu ngoja kwanza nimuonyeshe disiplini. Basi yule bosi wa kike mwenye mali nyingi ambaye aliachiwa na mume wake akachukua bakora, akaenda akachukua dola maji, akamwagia Kibena na kuanza kumchapa bakora. Kibena wakati anachapa bakora hizo akazungumza neno moja tu, akasema, Mwenyezi Mungu, wewe ndiye uliyeumba wanyonge na wewe ndiye uliyeumba wenye nguvu. Wewe ndiye uliyeumba maskini na wewe ndiye uliyeumba tajiri. Mimi nakuachia wewe. Kama mateso haya kwa ajili ya haki yangu, basi wewe ndiye mwenye kujua haki na batili. Basi Mwenyezi Mungu nakuachia wewe. Kibena alikuwa akichapwa huku akizungumza maneno hayo. Yule dada kwa kuwa alikuwa na mali nyingi sana, alikuwa tajiri na alikuwa na kipato kikubwa, hakujali hata kidogo maneno ya Kibena. Aliyaona tu ni maneno ya kawaida sana kwake. Basi baada ya hapo yule mlinzi aliyokuwa getini alikuwa anasikitika sana juu ya kitendo ambacho anafanywa Kibena, na kuona sasa Kibena amefikia wakati mgumu sana, na kwa kweli anamjua vizuri Kibena juu ya uchapakazi wake, lakini leo Kibena anataka kuondoka, anadhulumiwa. Basi yule mlinzi alikuwa anasikitika sana, lakini alikuwa hana jinsi yoyote ya kumwambia, kwani yule ni bosi wake na yeye pia anamhofia. Basi hali ilienda hivyo. Kibena akaendelea kulala pale kwenye mti, na yule mlinzi alivyoona wale wote wameingia ndani, basi mlinzi alienda dukani kimya kimya, alinunua mkate na juisi na kumpelekea Kibena. Kibena alimshukuru sana, akamwambia, nashukuru, Mwenyezi Mungu atakulipa. Basi yule Kibena akaanza kula ule mkate chini ya mti pale na ile juisi, huku akiendelea kumuomba Mola wake kwamba, Mola wangu, wewe ndiye uliumba maskini na tajiri. Mola wangu, wewe ndiye uliumba haki na batili. Mwenyezi Mungu, wewe ndiye uliumba wafanyakazi na mabosi. Wewe ndiye uliumba kila kitu kilichopo ardhini na mbinguni. Naomba Mwenyezi Mungu unisimamie juu ya haki yangu. Basi Kibena alikuwa kila wakati akiomba maneno hayo juu ya mateso yote ambayo yalimkuta kwa ajili ya kudai haki yake. Basi yule mlinzi alipoona Kibena amemaliza ule mkate, akanyata na kumfuata ili bosi wake asisikie. Akamwambia Kibena, kwani wewe unaishi wapi kwenu? Kibena akamwambia, mimi nimekuja hapa nikiwa na umri wa miaka 18. Nimetoka kule, nilikuwa nimemaliza kipindi hiko shule ya msingi, na bahati mbaya wazazi wangu walifariki kwa kuliwa na simba. Hivyo mjomba alikuwa na rafiki yake tu alikutana naye huko mjini, hivyo alimuulizia kama kuna kazi basi nipeleke. Hivyo rafiki yake yule ndio alisikia sehemu kuna kazi naye kwa mwingine, kwa rafiki yake tena, basi ndio wakanileta mimi huku, ndio maana anafanya kazi. Yule mlinzi akamuuliza, una namba za huyo rafiki yake na mjomba wako ambaye alikuunganisha kwa huyo mama? Yule akasema, mimi sina namba na bosi wangu aniruhusu kabisa kuwa na simu, na kingine bosi wangu mimi hajawahi kunipa hata shilingi 10. Kila kitu anakinunua mwenyewe, mimi kazi yangu ni kufanya tu. Hivyo basi hata nikimuomba mshahara wangu anipe hata shilingi 50 nifanye manunuzi yangu, basi yeye hataki na anasema anakuwekea. Sasa muda umefika na dai changu, bosi wangu hataki na kunambia mimi nimemwibia. Mimi sijui nimetoka kwetu nikiwa mwembamba, sasa nimenenepa kwa ugali wake, hivyo hatonipa hata shilingi 10. Yule mlinzi alisikitika kwa kusema,
kweli Kibena, unachofanyiwa wewe hatuwezi kujua nasi itakuwaje mbele ya maisha yetu, lakini nikuulize jambo moja tu Kibena, kwa akili yako haraka kwamba nikikupatia kama shilingi 100,000 hivi itakufaa kufika? Kibena akamjibu yule mlinzi akamwambia, kwa Mungu hakuna kubwa. Hiyo pesa kwa uzoefu wangu mimi, ingawa sijasafiri muda mrefu, inaweza ikanifikisha salama tu, ila ninakuomba jambo moja tu. Haya mazungumzo tunayozungumza mimi na wewe, naomba yasitoke nje na wala bosi wangu asijue. Nikabidhi hiyo pesa na mimi niangalie namna jinsi gani ninaweza nikaondoka. Basi yule mlinzi akamwambia, kesho mimi nitakupa hiyo shilingi 100,000, lakini na kuomba usinitaje, natafuta namna yoyote ya kuondoka ili mradi asijue tu mimi kwamba nimekufungulia geti. Basi Kibena akamwambia, usijali kaka, mimi nitaondoka mbele ya macho ya bosi wangu ili asijue kwamba kuna njama kati yangu na wewe, na ili nisikusababishie wewe matatizo. Basi ilipofika siku ya Jumapili, yule bosi aliamka asubuhi na kumkuta Kibena bado yuko katika mti, na akamwambia, hivi wewe Kibena, unanitafuta nini hasa kwa malalamiko yako? Nimekwambia sikupi shilingi 10 na nakuomba hapo kwenye mti uondoke na utoke nje ya geti yangu. Basi yule bosi akachukua maji na mikanda migumu kabisa na kuanza kummwagia na kuanza kumchapa kwa ghadhabu na kumwambia yule mlinzi kumwamuru amtoe Kibena nje ya geti. Kumbe wakati huo Kibena alikuwa tayari ameshakabidhiwa 100,000 na yule mlinzi, hivyo kwake ikawa ni fursa ya yeye kuanza kuondoka. Basi Kibena aliondoka taratibu na alikaa sehemu moja hivi, akaenda akapumzika, akabana tu anasikilizia kitu gani kinaendelea. Basi ilipofika hapo, yule mlinzi alipomtoa Kibena akamwambia, basi subiri hapa hapa ili tujue tunafanyaje, kwani uweze kuondoka na nguo ambazo hizi zimeloa. Basi yule dada bosi akamwambia simpi hata nguo yake moja, aende na hizo alizovaa zilizoroa, aende kokote ambapo yeye anapajua, kwani mimi nina pesa. Akienda polisi hamna anaweza akanihukumu mimi, kwani nina mali nyingi sana na nina pesa nyingi sana, hivyo siwezi na sioni nini cha kunisumbua. Basi yule dada akasema maneno hayo kwa ushujaa kabisa na kuona kwamba Kibena si lolote si chochote. Basi Kibena ilipofika usiku akuondoka ile sehemu, alikuwa sio mbali na ile geti. Alikaa pale kwenye mti mwingine wa nje, na baada ya hapo alimwambia yule mlinzi kwamba naomba tu kama inawezekana ukija kesho shift yako ukaniletee na nguo ya kuvaa tu ili nipate kusafiri. Basi yule mlinzi alimnunulia nguo, kwa sababu walinzi walikuwa wawili na jana shift, hivyo alimnunulia nguo na kumletea na kumwambia, haya Kibena, sasa unaweza ukaenda. Basi Kibena akavizia bosi wake ameenda kazini, na Kibena akaanza kuinuka katika ule mti na kuelekea huko stendi ya Mbezi kwenda kukata tiketi kwa ajili ya kuelekea Morogoro na kwenda kwa huko Matombo. Basi Kibena akaelekea zake huko na kwenda kukata tiketi na kupanda gari mpaka Morogoro na kupanda gari mpaka Matombo. Kibena alipofika Matombo alikuta mji umebadilika kidogo, kwa sababu alikuwa ameondoka miaka mingi sana. Hivyo alijaribu kuuliza majina ya ukoo wake, ingawa alikuwa anapajua pale kwao, lakini alipotea baadhi ya njia. Lakini mwisho wa siku alipopata ramani kamili, alifika na kuona nyumba ya baba yake. Kibena pale pale alinama na kusujudu na kumwomba Mola wake kwa kusema, na kushukuru Mola wangu kwa kunileta nyumbani kwangu nilikotokea, na hapa ndiko nilikotokea, na haki yangu Mwenyezi Mungu na kuachia wewe, hujue jinsi gani ya kuisimamia nami niipate. Wewe ndio Mola wangu na wewe ndio kila kitu changu. Hayo ndio maneno ya Kibena aliyoyasema, na kumaliza akaingia katika nyumba ile
na kwa kipindi hicho ile nyumba ilikuwa inakaliwa na watoto wa yule marehemu mjomba wake, ambaye Kibena naye alikuwa hajui kama mjomba wake amefariki. Hivyo walipofika pale, wale wageni majirani wengine walimfurahia sana Kibena na kumuona Kibena amebadilika kidogo, amekuwa mkubwa na kidogo amekuwa na kiafya. Kama unavyojua tena, ukiishi mjini na maji ya kukoga yapo, basi si jambo la kawaida. Basi walifurahia na kuanza kumwambia kwamba mjomba wako alifariki, lakini alikuwa akikutafuta kwenye simu mara nyingi ampati yule rafiki yake, hivyo alikuwa hawezi kuwasiliana na wewe na hajui umefikia wapi, sehemu gani unaishi. Hivyo alikuwa tu ameacha kudura za Mungu zitokee, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mkubwa, basi Mwenyezi Mungu amekuelekeza na amekuleta nyumbani. Basi wakamfanyia dua pale na wakumuombea Kibena na kumwambia karibu sana uanze maisha ya kijijini mapya. Kibena aliwapa stori zote za kule, lakini akawaambia mimi namwachia Mungu, kwa kuwa haki yangu haiwezi kupotea bure, kwani Mungu ndiyo kila kitu katika dunia. Basi Kibena akaanza maisha pale. Sasa alipoanza maisha pale katika mji ambao baba yake na mama yake ndipo walipokulia na ndipo Kibena alipozaliwa, Kibena akaanza kwenda kukagua mashamba aliacha baba yake na mama yake, na kwa kuwa alikuwa na kiasi kidogo kilichobaki akawapa watu kidogo wakapalilia pale, ingawa si kwa kiasi kikubwa kwa kuwa hakuwa na pesa hata kidogo. Basi Mungu Bwana ana yake sana. Basi Kibena wakati analima, Kibena Mungu alimjalia sana, kwani Kibena alikuwa analima kwa jembe la mkono, alikuwa analima matikiti pamoja na mpunga. Basi Kibena akilima eka moja, eka hiyo utoa mpunga mwingi sana, kama mtu ambaye amelima eka 10 hivi. Basi Kibena alikuwa akilima viazi eka 3, eka 4, basi hivyo viazi hutoka kana kwamba mtu amelima eka 20 hivi. Basi Kibena alikuwa ana njaa, viazi vingine anauza pamoja na mpunga mwingine unakuwa juu ya gala na pamoja kuuza. Basi Kibena akapata mwanamume huko na Kibena akaolewa sasa na kuishi na mwanamume huyo katika mji huo ambao baba yake na mama yake walipotokea. Basi Kibena Mungu alimjalia jambo hilo kwamba kila aliyokuwa akilifanya juu ya kilimo basi lilikuwa linamea sana. Kibena walikuwa wanadhani kama mchawi pale kijijini. Kibena shamba lake hutoa magunia na mpunga mzuri kabisa. Kibena alikuwa akilima viazi na maboga, basi magari kwa magari huja kununua maboga kwa Kibena, magari kwa magari huja kununua viazi kwa Kibena, magari kwa magari huja kununua mpunga kwa Kibena. Hivyo Kibena kijijini pale alijenga nyumba moja nzuri sana katika kiwanja kile alichoachiwa na wazazi wake. Alijenga nyumba ya kisasa kubwa kama ya mjini, na alijenga gara la vyakula pale Kibena, na Kibena alikuwa anaishi na jamii vizuri na kuwasaidia wale ambao hawana uwezo. Hayo ndio yalikuwa maisha ya Kibena. Sasa basi Kibena baada ya kuishi maisha hayo, Kibena akawa anaendelea na shughuli zake za kilimo, na Mungu alimfungulia na akaanza kupata pesa nyingi sana. Na Kibena akawa sasa anashika mabilioni ya pesa, kuanzia milioni 800, 600, kwa kuwa alikuwa anauza sana mazao, na magari hutoka mjini, madalali huja kuchukua viazi, na magari yanapishana huja kuchukua mpunga, magari yanapishana huja kuchukua maboga. Ni kama kudura tu ya Mungu ambaye aliifanya. Basi kila mtu alishangaa kwamba Kibena mjini alirudi na dawa gani ya kulimia. Basi hayo ndio yalikuwa mambo ya Mungu juu ya Kibena. Basi bosi wake huku mjini alivyoona Kibena sasa ameondoka, akawa anajiuliza maswali tu kwamba Kibena huyu ameelekea wapi. Na yule bosi ni mwanadamu pia na hajui chochote kuhusu Kibena, lakini anatambua tu kwamba Kibena anatokea Morogoro, sehemu moja inajulikana kama jina la Matombo. Lakini kwa kuwa alikuwa na roho mbaya hakujali sana, lakini alikuwa anawaza yule mtoto wa watu sijui amekufa, sijui imekuaje. Unajua tena mwanadamu wakati mwingine roho inarudi nyuma. Akawaza sana kusema sijui yule binti atakuwa yukoje huko. Lakini hiyo ni baada ya kupita kama
mwaka mmoja hivi na miezi, basi ndo akawa anawaza kujua kwamba yule binti atakuwa amekufa au imekuaje. Alikuwa anawaza tu mwenyewe. Basi siku moja yule bosi wake wakati anatoka kuelekea kazini, anaendesha gari yake. Alipofika katikati ya barabara, yule bosi alianza kujisikia kichomi kinambana sana na kuanza kusikia kizunguzungu. Hivyo alipaki gari pembeni na kumuita mtu tu jirani pale kwamba amchukue ampeleke hospitali, anajisikia vibaya. Hivyo alitafuta dereva na kuendelesha ile gari mpaka kumpeleka yule bosi hospitalini. Yule bosi sasa aliyekuwa bosi wake na Kibena, alipofikishwa hospitalini baada ya kufanyiwa vipimo, alikutwa ana matatizo ya figo, alikutwa na matatizo ya moyo, alikutwa na matatizo ya sukari, na alikutwa na matatizo ya ubongo. Kichwa kilikuwa kinamuuma kila wakati. Matatizo haya yote yalimkuta yule bosi wake na Kibena alivyokwenda hospitali. Hivyo kwa kuwa alikuwa na pesa nyingi, alijaribu kuwauliza tu wale wauguzi wa pale na madokta kwamba tunafanyaje sasa kuhusu hizo figo, siwezi kupata figo zingine za kununua. Yule dokta akamwambia figo inawezekana, lakini mpaka itoke kwa mtu ambaye ameridhia. Hivyo kama utakuwa na milioni 800 ama milioni 900, basi mtu huyo yupo. Basi yule mama kutokana alikuwa na pesa akamwambia muite aje. Basi wakatoa figo kwa kijana huyo aliyojitolea na kuchukua pesa ile kuendelea na maisha yake na kumwekea yule mama ambaye alikuwa bosi wake na Kibena. Lakini baada ya kuwekwa ile figo, ndani ya wiki moja ile figo ikaferi. Hivyo akahitajika abadilishe tena awe na figo nyingine. Hivyo yule mama akawa amechanganyikiwa. Milioni 800 ikatumika ndani ya wiki moja, inahitajika nyingine tena. Basi yule mama akatoa tena kwenye akaunti yake milioni 800 nyingine, akatafutwa mtu naye akaweka tena figo. Basi ilipofika ndani ya siku 3 ile figo ikaharibika tena. Basi yule mama akaanza kuyumba kiuchumi kwa kweli. Na huko ofisini kwake magari yakaanza kupata ajali, wakati mwingine hesabu haziendi sawa. Basi yeye yuko hospitali, kila kitu kinakwenda ovyo huko ofisini. Maloli yake wakati mwingine yanawaka tu ghafla bila sababu yoyote. Basi watoto zake humpelekea taarifa hospitali na wanazidi kumchanganya. Basi mali zake yule mama zilikuwa zinapukutika bila sababu yoyote. Mara gari inawaka ghafla, mara nyumba umeme inapiga shoti na kuwaka, mara kinatokea tatizo. Basi vitu vinakwenda vagaranti kabisa. Basi yule mama alikutwa na maradhi hayo. Hivyo alikuwa anapata shida sana. Alikuwa hawezi kula chakula kizuri, alikuwa hawezi kufanya jambo lolote zuri. Basi alikuja daktari mmoja bingwa kabisa wa moyo wa kumwangalia yule mama ambaye alikuwa bosi wake na Kibena. Akamwambia, kwa moyo huu uliokuwa nao, we mama, usubiri tu tarehe yako. Akamwambia hivyo kwamba kiukweli lazima nikwambie ukweli ili usije ukaliwa pesa. Wewe umoyo unatakiwa usubiri tu tarehe ili ufe. Yule mama akamwambia, mimi nina mali nyingi sana, ingawa zingine zinateketea. Hakuna namna yoyote ya kufanya ili mradi niweze kuwa na uhai. Yule daktari akamwambia, uhai hauwezekani. Hata ungetoa mali zako zote ukaziweka hapo mezani, swala la wewe kupona hilo ni hadithi tu. Lazima tukwambie ukweli, hakuna chochote cha kufanya, wewe ni kusubiri tu muda utakapofika basi ufariki. Basi yule mama alisumbuka sana kwa maradhi hayo. Aliumwa, alikonda, alikuwa kama moja. Basi mali zake ziliangamia hovyo. Magari wakati mwingine yanapata ajali, mengine yanakamatwa huko, mengine nyumba zake basi zikawa zinaungua hovyo, mara shoti, mara matatizo mengi. Na mikopo alichukua, baadhi ya nyumba zilikuwa zinaporwa, baadhi ya magari yanaporwa. Basi yule mama akawa kapuku kabisa. Wakati huo Kibena kule Morogoro amekuwa ni tajiri mkubwa sana wa kuuza mazao, viazi, maboga, matikiti maji,
mipunga. Hivyo Kibena pale mtaani amekuwa ni kama doni hivi. Ukimuulizia Kibena, unaulizia mtu mmoja mashuhuri sana. Kibena ameolewa na amezaa watoto, na Kibena anaendeleza mashamba ya baba yake na kununua yale mengine. Basi Kibena amekuwa ni mtu mwenye maisha makubwa sana. Tunajifunza nini katika simulizi hii? Katika simulizi hii tunajifunza kwamba usimdharau mtu kutokana na hali yake, hivyo usimdhulumu pia mtu katika haki yake. Kibena alizulumiwa huyu, hivyo Mwenyezi Mungu amemripia Kibena juu ya lile ambalo alikuwa analifikiria. Yule mama alimdhulumu Kibena 3,000,000, lakini Kibena Mwenyezi Mungu amempa zaidi ya hiyo pesa. Lakini kumbuka tu kwamba yule mama alimkataa kumpa Kibena 3,000,000 kwa kuhisi kwamba pesa zake zitapungua, lakini yule mama amelipa shilingi milioni 16. Milioni 800 na milioni 800 zingine ni bilioni kadhaa hivi, bilioni 1 kama na .6 hivi. Haya, ameenda kununua figo na mwisho wake figo zote zimefeli. Hivi alishindwaje kumpa Kibena milioni 3 yake? Hivyo hela yake aliyokuwa nayo inamtesa na sasa yuko taabani. Basi yule bosi akaendelea vile mpaka alipofikia umri wake wa kupata mauti. Basi yule bosi akafariki kabisa, na Kibena akaendelea kuwa doni huko Morogoro. Huyu ndio Mungu anayeweza kumchukua mnyonge na kumuinua. Huyu ndio Mungu anayeweza kumchukua tajiri na kumshusha kwa sababu ya kiburi chake. Jamani, tusidhulumu watu na tujitahidi kadri ya uwezo wetu. Tunapokosea basi tumuombe Mwenyezi Mungu. Kama ulifanya kimakosa basi usirudie, na hakikisha kwamba kila mtu unaishi naye kwa amani, kwani Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa na Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa. Asante sana. Ni mimi mwanasimulizi wako Mr. Mengi aka Kisiki. Asante kwa kunisikiliza.